Naomba niseme leo na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia, zaidi ya yote kwa wewe ambaye unaendelea kunitazama. Zaidi ya yote ni kwamba namshukuru Mungu kwa nafasi na kibali ambacho anaendelea kukiachilia kila kuitwapo leo. Kuwepo hapa ni neema tu ya Mungu, ni neema ambayo Mungu ameweza kutupa ili tuweze kumtukuza yeye anayegawa uzima na afya. Leo nataka nizungumzie jambo fulani ambalo ni gumu sana, lakini yamtaka Roho Mtakatifu aweze kukupa neema ya kutambua hiki kitu kwamba kina madhara au hakina madhara. Tunaelewa namba 666 ni mpango wa Shetani. Tunaelewa namba hiyo ni namba ya kuzimu. Tunaelewa namba hiyo kwamba ni namba ambayo Shetani anaitumia kuteka watu wengi, na hiyo namba itatumika kuwatambulisha watu kwamba utakapokuwa na hiyo namba chapa ya mnyama 666 kwa mujibu wa Biblia, utakapokuwa na hiyo namba basi utakuwa kwenye orodha ya wafuasi wa Shetani. Sasa hiyo unaweza ukawa umeielewa na upo nayo makini sana, na unaamini namba hiyo inakuja kwa njia ambavyo tunaelewa kwamba labda namba hiyo itakuja yani utawekewa chipu hiyo kwenye mwili wako, itaingiaje? Yani wengi tunaamini hiyo chipu ya mnyama 666 itaingia kwa mfumo labda wa sindano hospitali, itaingia kwa mfumo wa chanjo, itaingia kwa mfumo wa madawa tunayopewa hospitali kunywa, itaingia kwa mfumo, kila mtu anaelewa kwamba anahofia kwamba itakuja kwa mfumo fulani. Hiyo chipu itaingia ndani ya mwili wangu kwa mfumo fulani. Lakini ngoja nikwambie, Shetani anapoelewa au anapotambua kuwa wewe unatambua jambo fulani, huwa hakubali kushindwa. Kwa hiyo huwa anaamua kutafuta kila njia ya kutaka wewe akuteke. Hivyo usipokuwa makini, utajikuta wewe ni mfuasi wa Shetani, ukiamini kwamba upo salama, kumbe haupo salama. Kwa hiyo asilimia ya watu wengi tunaamini hiyo chipu itakuja kwa mfumo wa chanjo ya ugonjwa fulani, itakuja kwa chanjo labda ya corona, itakuja kwa uchanjo fulani. Yani kila mtu anaamini hivyo, lakini ngoja nikwambie, sasa hivi chanjo naweza nikasema zimetoka hospitali zimerudi makanisani. Chanjo ambazo tunazitumia hospitali sasa hivi naweza nikasema zimerudi makanisani. Hii namba 666 au chipu ya mnyama huyu, kuingia kwake itaingia kwa njia nyingi sana. Kwa kinachohitajika ni sisi kuwa makini namna ya kuweza kuikwepa hiyo namba 666. Wewe ambaye unatumia mafuta, nataka niseme na wewe unayetumia mafuta ya upako, miongoni mwa njia ambazo zitatumika kuingiza hiyo chapa ni mafuta. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo ninazungumza, miongoni mwa vitu ambavyo vitakuwa sehemu kubwa ya kukuteka wewe kuwa mfuasi wa Shetani ni kitu kinachoitwa kitu cha upako, hasa maji ya upako, keki za upako, mafuta ya upako na vitu vingine vinavyoambatanishwa na neno upako. Leo Shetani amekuwa na wafasi wengi sana wanaokimbilia kitu kinachoitwa mafuta, pasipo kujua kuwa katika kwenye hicho kitu
shetani anaweza akakitumia kuwa sababu ya yeye kuukamata wewe. Sasa unajikinga kwenye hali ya kwenda zahanati, unaogopa kupigwa sindano, unahofia hiyo chipu itaingia, lakini hauhofii kwamba kwenye mafuta ndo chipu inaweza ikaingia ikatumika kuja kuingia kwenye maisha yako. Kwa unaweza ukakwepa sehemu hii, lakini sehemu hii shetani bado akakushikilia kiundani mndani. Miongoni mwa vitu ambavyo vitatumika kwa asili watu wengi ni hawa wanaotumia mafuta ya upako, wanaotumia hivi vitu vikorokoro, chumvi zote ni mpango wa kuzimu. Kwa hiyo kuwa makini wewe unayetumia vitu hivi, kwa sababu moja, shetani kama anajua kuwa kwenye hizi zahanati unaweza ukamkamata, yani unaweza ukamshinda, hivyo shetani anaweza akaja kwa mfumo wa kanisa na akakutawala. Na ndio maana leo wafuasi wengi wanaokimbilia vitu hivyo, ukija kuangalia ndani yao hawana neno. Yaani anaamini hiki kitu mafuta sijui nini ni kitu kikubwa ambacho kinaweza kumsaidia maisha yake, hamwamini Yesu. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo ni hatari ni huyu mtu anayetumia vitu vinavyoambatanishwa na neno upako. Watu wengi, wamama wengi, wababa wengi, maisha yao yameanza kuyumba baada ya kutumia vitu vya kiganga kutoka kwenye madhabahu za Mungu. Yaani kuna mtu alipoanza tu kutumia mafuta, maisha yake yakashuka chini. Kuna mtu alipoanza tu kutumia hivi vitu, kazini akashushwa cheo, wengine wakafukuzwa. Lakini hauwezi ukakuta ushuhuda huo, na ukibainika una ushuhuda huo, unaweza usipewe nafasi ya kuzungumza. Hivyo unakuta wengine wanapangwa kuzungumza ushuhuda ambao sio sahihi, lakini kwa sababu ana hofu amepewa kaposho, anaingia pale, anaanza kuzungumza uongo, tuamini ambao tunasikiliza kwamba ni ukweli, kumbe ni uongo ndani yake. Kwa watu wengi wanakamatwa na hii madhabahu ya mafuta na matakataka gani, wakiamini ni sehemu sahihi, lakini pasipo kujua kwamba shetani anatumika kwenye hivyo vitu kutawala maisha yako, kuingiza chipu ya mnyama 666 ambayo hautanunua bila kuwa nayo. Tunakoelekea yani shetani anatengeneza mfumo fulani, tusipokuwa na hicho kitu hatuwezi tukafaulu. Lakini yeyote atakayekuwa na hicho kitu, elewa ya kwamba ni mfuasi wa shetani moja kwa moja. Mwenye akili na apate kuelewa na apate kufahamu na apate kujua nyakati tulizo nazo ni nyakati zipi. Lakini kama hauna akili, unaendeshwa tu kama upepo, unapelekwa upepo. Ukienda kaskazini upo, upepo ukija mashariki upo, ukienda wapi upo. Unakuwa hauna msimamo ulio sahihi mbele za Bwana. Kwa unakuta unaamini hiki kitu, humwamini Yesu. Na wengi walio kwenye makanisa haya ya upako, walio wengi wanaamini hivyo vitu, lakini Yesu hawamwamini. Yaani hawana haja na Yesu, ila wanaamini hivyo vitu kupita maelezo. Kwa nini nilichokuwa nataka nizungumze? Nilikuwa nataka nizungumze hivi, kama upo makini kwenye eneo la zahanati, sijui la sindano, kuwa makini pia makanisani, kuwa makini mahali panapoitwa kitu cha upako, kuwa makini sana, maana shetani anaweza kukutumia vizuri sana hapo, na tayari ukajikuta umeshajiunga kwenye hiyo madhabahu. Maisha yanaanza kukupiga, unaanza kupigwa na maisha, hauna mwelekeo. Chanzo ni nini? Ni mafuta, maji, sio kitu gani cha upako.
Kwa miongoni pia ambayo shetani anaweza kaitumia ndio hiyo ya mafuta na maji, kupitisha chipu yake ili wewe uweze kusoma mahali yani uweze kusomekana mahali ulipo. Ndio kazi ya chapa hiyo. Kuwa makini sana, nyakati tulizonazo ni nyakati za mwisho. Shetani yupo kazini. Mungu akubariki sana. Amen.